Mtukufu Malkia, huyu mtu ulisema tumtese. Leo tunamleta kwako, tumwadabishe mpaka akili mkae sawa. Mwadabisheni. Katilia. Hizo saladi. Pumbavu wewe. Sasa ni lazima tukuadabishe mpaka akili kukae sawa. Mchukueni mkamtupie huko. Jirani, jirani, oh 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 jirani. Umeleta mtafaruko, umeleta machafuko. No, wow, wow, wow. No, wow. Mjomba, cha kwanza samahani kwa hichi nitakachokuja kukiongea. Na ninajua nina muda mfupi sana tangia nimefika hapa mjini. Mjomba, cha kwanza samahani kwa hichi ambacho nitakwenda kukiongea. Labda kika kwanza. Lakini ninajaribu kukushauri kwa sababu ya vile vitu ambavyo nimeviona tangia nimefika hapa. Labda najua sio mwenyeji sana, ni mgeni. Lakini kwa hichi kipindi ambacho nipo hapa kuna vitu ambavyo nimeviona kwako mjomba sivyo kabisa. Kwa sababu ya vile unavyovifanya. Labda nikwambie kitu kimoja. Tabia yako ambayo unaifanya kila siku inanikwaza. Na hiyo wakati mwingine unanilaza nje. Na isitoshe unakuja unaingiza wanawake kila siku. Kuna wakati mjomba unaingiza wanawake pale nyumbani. Yaani afadhali hata angekuwa mmoja. Anaingia huyu, anatoka. Anaingia mwingine, anatoka. Kwa hiyo inamaanisha kabisa mjomba wangu mimi haujatulia. Ndio maana nimejaribu kuongea vitu kama hivi. Mjomba, mimi nafikiri toka mara moja nilishakuelekeza na kukupa principle zote za jiji. Sasa naona principle umeacha kuzizingatia, sasa unaanza kufuata mambo yako. Nilishakwambia chochote utakachokiona hapa nyumbani ambako tunaishi mimi na wewe, chochote utakachokisikia kwa majirani, usijaribu kukifuata wala usijaribu kukinoti kwenye akili yako wala kukizungumzia wala kumwambia mtu yote kwenye kichwa chako. Lakini sasa naona umeshafika hapa mjini, umeshapata marafiki, washakuzuzua, washakushika masikio, washakulisha nyama ulimi. Sasa umeanza nawe kuota mbao unakuja kumshauri mjomba wako. Hivi wewe unaweza kunishauri mimi wewe? Sasa mimi nafikiri wewe safari ya kurudi Matombo imeshawadia. Sasa jiandae kwa ajili ya kurudi Matombo. Sio hivyo mjomba. Mimi kuishi hapa napenda sana. Lakini hichi nimekiongea kwa sababu najaribu kukuelekeza mjomba. Hii inaweza kukugharimu. Isitoshe kuna malazi mengi sana siku hizi. Na mimi kama mjomba wako nimeona najaribu kukuelekeza kama mjomba wako. So hauwezi jua kuna leo na kesho. Hauwezi jua nani atakuwa msaada mbele yako. Kwanza lazima utambue unapozungumza mambo kama hayo unazungumza na nani. Hapa unazungumza na mjomba wako. Na maneno kama hayo alipaswa kabisa mamako ndo anishauri mimi ambaye mimi ni dadangu. Sasa mtoto mdogo kama wewe, unakuja kunishauri mimi habari za wanawake, unaniambia eti kwamba naingiza wanawake ndani, sio nabadilisha kama nguo. Sasa wewe kinakuhusu nini? Na mtoto mdogo kama wewe, kwa nini ufuatilie habari za mjomba wako? Wewe nafikiri kwamba kwa sasa hivi pamisha kushinda hapa mjini. Sasa kilichobaki wewe ni kurudi Matombo. Nakwambia kabisa ni kweli iko wazi. Usishangae, yani lazima urudi Matombo. Kwa sababu wewe umeshabadilika wewe. Wewe unaweza kunishauri mimi vitu kama hivyo kweli? Yaani mimi hapa unanishauri mtoto mdogo kama wewe? Mjomba samahani kweli. Kama nimekukwaza samahani, nisamee. Nilikuwa najaribu kukuelekeza. Na mimi napenda sana kuishi hapa. Naomba nisamee kwa hiyo.
kama ilivyokuanza. Nikusamee nini? Nikusamee nini wewe mpuzi kabisa mjinga wewe? Yaani wewe unakuja kumshauri mjomba wako vitu vya kipuzi wewe. Tena next time utakuja nikukate hata makofi, nikubulute kabisa kama mbwa. Ng'ombe kabisa wewe. Yaani watoto. Yaani anakuja kumshauri mjomba wake wewe. Mwanangu Nasi, tuko hapa wawili, mimi na wewe. Nataka uniambie hiyo mimba ni ya nani? Maana ulikwisha sema hiyo mimba sio ya mume wako. Mama bwana, acha tu nikwambie ukweli. Hii mimba ni ya Shazo. Ndio mama, yake na Adishote ambaye tulikuwa tunaishi naye pale nyumbani. Ndio mwenyewe ujauzito wake. Sasa mume wako utamuelezaje mwanangu? Ndio maana mama nilikwambia mimi nirudi nyumbani. Itakuwaje mwanangu? Si aibu hiyo. Sasa mama, ukiachana habari hii kuongea mimi na wewe na kuongea na mama mdogo, kuna mtu mwingine kwani umeshamwambia? Hili swala sasa hivi nimemwachia kaka yako Bodizo. Ili anifuatilie. Mbona unakunja sura? Umemwambia kaka ile swala? Sasa nisipomwambia nimwambie nani? Mama umekosea mama. Wala sijakosea. Yule ndio kaka yako, baba moja mama moja. Unataka nende nikamweleze nani hili jambo? Bila kumweleza yeye. Maana yeye ndio kama unavyomwona ndio kaka kama ndio baba yako yule. Mmezaliwa nyinyi wawili kama viwili. Nimweleze nani mwanangu? Wewe unavyotaka. Shoga yangu, siku nyingi uonekani. Nimerudi shoga yangu, unajua tena. Umepotea? Mimi nipo, si harakati tunapotea hivyo. Ila sisi moja kusalimia mama. Lakini shemeji ya jambo. Shemeji yako bwana jambo. Lakini lakini mpaka unamtisha. Kuna nini kwani? nitakuhadisia tu shoga yangu. Sina umerudi. Nitakuhadisia maana kuna mengi ya. Haya bwana, hatimaye umenge ya mazuri sio mabaya. Unajua tena. Yatakiwa mabaya lazima tu nikuhadisie. Sasa kuhadisia nani unavyoona? Yaani uwepo wako kila kitu utakijua tu shoga yangu. Shazo, naomba unisamehe kwa yalotokea. Shazo, angalia mimi nina ujauzito wako. Kiubinadamu itakiwa ndio niombe msamaha mimi. Lakini tuyaache yote. Mimi nimekusamehe. Unanifikiriaje sasa Shazo? Nancy, nimeshakwambia mimi kwa sasa sina ratiba kabisa za kuwa na wanawake. Mimi kwa sasa sitaki wanawake tena. Kwa maana mimi sikutaki wewe wala simtaki mwanamke yeyote yule. Sio kama unanielewa, na kama unanielewa naomba unielewe. Kwa hiyo habari zako za wewe kutaka kuwa na mimi tena nimeshakwambia uzifute. Kwa mimi kwa sasa hivi nimeamua kabisa niachane na hayo mambo. Kwa hiyo nielewe kwa hilo. Unakuhusiana na mambo kwa wako, utajua wewe kama unamkabidhi nani. Unaelewa? Yaani utoe, ufanye chochote utajua wewe, lakini mimi sihusiki na wala sitaki chochote kuhusiana nao. Umeelewa?
jirani, oh jirani, jirani, oh jirani, jirani, oh jirani, jirani, oh jirani. Huyo mtu unomzungumzia mimi namjua, na yeye ndo anafanya mpaka mimi nalewa na kunywa sijui nini, naanguka huko kwenye mikalo mpaka hivi ninavyoonekana chizi. Yaani sababu moja hapo. Unamjuaje huyo mtu? Dada, wewe mimi namjua. Na kwa nini umeamua kuchukua uamuzi kama huu? Sasa ulitegemea ningefanya nini? Sidhani kama uamuzi ule uliochukua ni mzuri. Na nakuhakikishia lazima aje kulipia kwa hili. Angalia sije kakugharimu. Anaanzaje kukataa? Dada, na nikimpata ama zake ama zangu. Oya. Godizo mwanangu, acha kuwa na mawazo. Kwani haya mambo sio wewe tu, watu wengi huwa wanawatokea. Wewe wala sio wa kwanza. Kwa hiyo uache hayo mawazo, ujue tu kupanga maisha yako. Kama mwanamke, mimi nitakutafutia mwingine. Achana na huyo Maria ambaye anakuvurugia wewe maisha yako. Na isitoshe huyo Maria ameenda kwa mwanaume yule ambaye wewe ukichukua hela mwanzo anampelekea. Maana ameshakuona wewe kwamba zombi. Mama, ni vile tu ujue jinsi gani nampenda Maria. Kuondoka kwake kwangu miezi 3 na nipelekea kukosa furaha, amani. Yaani nahisi kuumwa magonjwa makubwa ambayo sijawahi kuyafikiria. Mama, nahisi kuchanganyikiwa. Na unavyoniambia sijui ameenda amemfuata yule, mimi ndo nanichanganya kabisa. Sasa hapo ushasema kwamba anakuletea magonjwa si ya ukimwi mwanangu, lakini bado anamngangania Maria. Mbona mtoto usikii wewe Godizo? Hebu kwanza tuliza kichwa chako mwanangu. Mama, mimi naona ushaanza kuchanganya. Ninakwambia beza Maria ananiambia mwanangu. Mama, basi sasa tuongee. Godizo, kwa nini nyinyi watoto hamwasikilizi wazazi wenu? Godizo. Mwanangu. Mbona siku hizi Godizo unacheka ovyo kama mwenda azimu? Mama, Maria. Maria? Masikini mwanangu. Godizo. Maria anakufanya kama unataka kuwa kaa chizi. Kumbe marafiki zake wameniambia kweli siku hizi Godizo huwa anacheka ovyo kama mwenda azimu. Godizo, umepatwa na nini mwanangu Godizo? Maria kakufanya nini mwanangu? Maria. Maskini mwanangu Godizo jamani, sasa hivi amekuwa mwenda azimu. Kweli shauri ya Maria. Jirani, oh jirani. Jirani, oh jirani. Jirani, oh jirani. Jirani, jirani, oh jirani. Jirani, oh jirani. Jirani, oh jirani. Jirani,
oh jirani, umeleta mtafaruko, umeleta machafuko. No, oh, oh, oh. No, oh, oh.